Endelea. Sawa basi. Kwa hiyo kwenye upande wa sayansi ya kiroho, kwenye engo ya kujua ile milango saba ya kiroho ndani ya mwili wa binadamu, tunaitazama katika mahesabu. Tunaitazama katika mahesabu, na hapa naomba unisikilize kwa makini sana, na nimekuwa nikielekeza kila siku kila wakati. Ni muhimu sana kufuatilia hili, usilichukulie poa, usichukulie mzaa. Lina maana na lina umuhimu mkubwa sana kwako. Tunaposema milango hii ya kiroho ndani ya mwili wa binadamu, ipo katikati ya mwili wa binadamu, ambao hii milango tunaita milango saba. Hii milango saba ipo ndani ya mwili wa binadamu, ambao iko sambamba na siku saba za wiki. Siku ya Jumapili, Jumatatu mpaka Jumamosi, siku saba za wiki. Milango saba ndani ya mwili wa binadamu. Lakini kuna mbingu saba. Mungu aliumba sio dunia kwa siku saba. Aliumba kila kitu duniani, yani dunia yetu kwa siku saba. Mmesoma vitu saba hizi. Hizi saba msizidharau hizi. Kwa sasa nataka kueleza na kufahamisha hii saba ndani ya mwili wa binadamu, vituo saba hivi vituo saba. Nafikiri tutakuwa unaona picha hapo zinapita. Vipo vituo saba ambavyo ngoja nivitaje kwa lugha ambayo imezoeleka sana. Ya kwanza tunaita ni crown chakra. Huu ni mlango wa juu kabisa ambao tunaita mlango wa kiroho kabisa, mlango ambao unahusiana na roho wa Mungu. Lakini kuna mlango wa sita ambao sisi tunaita kwa jina lingine jicho la tatu, ambao unaita third eye. Huu ni mlango wa tatu. Lakini kuna mlango, ngoja nitaje haraka haraka. Kuna mlango unaofuata hapo unaitwa throat chakra. Lakini kuna mlango mwingine ambao tunauita ni heart chakra. Lakini vile vile kuna mlango mwingine ambao tunaita solar plexus chakra au manipura. Lakini kuna mlango mwingine unaofuata hapo utaona unaitwa sacral chakra, na mwingine mlango unaitwa root chakra. Kwa hiyo milango iko saba. Ndani ya hiyo milango sasa, hiyo saba hiyo, kuna hii kodi ya 369. Nieleweni vizuri. Kila mlango una kodi ya 369. Imekaaje? Nisikilizeni kwa makini. Kuna kitu shuleni au watu wanaosoma physics wameosoma wave, mawimbi ama sound. Kuna kitu kinaitwa Hz. Kutasema wote unaelewa namba Hz. Kiwango cha mawimbi, frequency. Kiwango cha mawimbi ya sauti au kiwango cha mawimbi ya mwanga au mawimbi ya rangi. Hichi kitu lazima ukielewe vizuri. Pale kuna uwiano. Mwili wa binadamu sisi tunapokea energy, nishati ya mwanga, nishati ya umeme, ambayo hiyo nishati ya umeme inapita kwenye hivi vituo. Hivi vituo vinapokea hiyo nishati kwa namba maalum, ambayo hiyo namba sasa lazima uielewe kwa makini. Ndio maana ukienda watu wanaopiga music, wanaofanya music, utaona hizi namba wanazizingatia sana katika midundo au kupiga beat au kufanya jambo fulani. Wanaangalia hata wewe unaisikiliza muziki, unaisikiliza music, ni vizuri sana kuangalia aina gani ya muziki au instrument ama sound ina mawimbi ya kiasi gani, frequency zake ni ngapi. Sasa hii milango na hizi frequency zinasaidia sana kuweza kubalance mwili wako, na zote zipo kwa vipimo vya 369. Kila mlango utakuta umebeba namba 3, namba 6, namba 9, namba 3, namba 6, namba 9. Kwa hii ina maana kubwa sana. Sasa nisikilize kwa makini. Mlango namba 1 katika mwili wa binadamu umebeba namba 963. 963. Na ukijumlisha hiyo 963 inakuja namba 3, kama sio namba 6, kama sio namba 9. Lakini kwenye mlango unaofuata ni mlango ambao una namba 852, na yenyewe ukijumlisha vizuri hiyo 8 jumlisha 5 jumlisha 2 inakuja namba 3, kama sio 6, kama sio 9. Lakini pia mlango unaofuata ambao mlango tunauita ni third eye, mlango wa throat, ni 741, ambao ukijumlisha pia lazima itakuja namba 369. Lakini mlango mwingine ni mlango wa 693, frequency, mawimbi.
unapokea mawimbi, na yenyewe utakuta imesimamia namba 3, namba 6 au namba 9. Vile vile kwenye mlango unaofuata ni mlango ambao umebeba namba 528, na yenyewe ukijumlisha itakuja kwenye hiyo namba. Mlango unaofuata ni mlango ambao umebeba namba 417, ambao yenyewe ukijumlisha na yenyewe itakuja hapo hapo. Mlango wa mwisho ni mlango 300, umebeba frequency za 396, ambao ukijumlisha pia utaona namba hiyo inakuja 5, 3, 6 ama 9. Sasa unajifunza nini? Kwamba hii namba inatokea hadi kwenye frequency, kwenye mawimbi, kwenye waves, sauti, kwenye rangi. Kwa namba hii ina umuhimu mkubwa sana, namba ya kiroho ambayo unahitaji kuifahamu vizuri sana. Sasa basi tusipoteze muda sana, tuende kwenye mahesabu. Nafikiri ili tuelewane lazima pia uone na action hapa. Sawa, nitaanza kama ifuatavyo. Kwanza tunaanza na kuifahamu namba 300. Sasa ngoja ni rekodi kwa sababu nishaanza huko. Kata tu kwanza afu tunabonyeza tena.